Habari gani mpenzi msikilizaji wa Msizayo TV, ni furaha iliyoje tena kukutana nao kwenye taarifa za leo asubuhi Jumatano tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026, na habari zetu kizaanzia kwa Uvira ni kuwa daraja la Kavimvira limeporomoka mwaka jana na watu kusababisha watu wawili kujeruhiwa na mtu mmoja kufariki kupoteza maisha yake. Na ofisi ya uratibu wa mkoa wa Jumuiya mpya ya Kiraia ya Kongo NSCC mkoani Kivu Kusini umetoa tahadhari kwa umma kufuatia kuporomoka kwa daraja la Kavimvira jana siku ya Jumanne tarehe 17 Juni mwaka 2026 majira ya saa 9. Ajali hii imesababisha watu wawili kujeruhiwa pamoja na mtu mmoja kufariki na kusababisha kuharibika kwa lori lilokuwa kisafirisha mabati. Kwa mujibu wa kampuni ya Yes, kama magari madogo pekee ndio yaliyoruhusiwa kutumia njia ya muda iliyojengwa kwa kujaza udongo, kwani eneo hilo lilitayarishwa kwa ajili ya kufungwa kwa muhimili ya daraja jipya linaloendelea kujengwa. Na shirika hilo limezitaka mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kusitisha matumizi ya njia hiyo kwa magari makubwa. Shirika hilo pia limeongeza ziara ya mawaziri wa mkoa wa mambo ya ndani pamoja na miundombinu, ujenzi na ukarabati uliofika eneo la tukio kutathmini hali halisi. Aidha, mkutano wa dharura umepangwa kufanyika leo na saa 10 katika ofisi ya gavana mkoa ili kujadili hatua za haraka za kukabiliana na hali hiyo. Daraja la Kavimvira ni njia muhimu kwa shughuli za kijamii na za kiuchumi za wakazi wa Kivu Kusini. Na tukielekea kwenye habari za huko juu milimani, kuwa taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa mapigano yalianza mapema jana asubuhi majira saa 3 wakati wa muungano wa vikosi hivyo walipoanzisha mashambulizi katika eneo la Gakinki. Mashambulizi hayo yalidaiwa kuendelea hadi eneo la Kalingi ambapo kulishuhudiwa mapigano makali hasa karibu na hospitali ya eneo hilo. Baada ya mashambulizi hayo ya awali, taarifa nyingine zinaeleza kuwa mapigano yaliendelea katika eneo la Lundu karibu na kituo cha Minembo. Maeneo hayo yote yaliendelea kuwa uwanja wa mapigano kati ya pande hizo zote mbili kwa muda mrefu wa siku mzima ilisha mapigano yakiendelea kupigana. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kundi la MRDP Tukigano lilijibu mashambulizi hayo na kusukuma nyuma jeshi la muungano wa FARDC ambao lilikuwa limeingia katika maeneo hayo. Taarifa kutoka kwa watu waliokuwa karibu na eneo la mapigano zinasema kuwa wanajeshi wengi waliuawa katika mapigano hayo, wakiwemo wanajeshi wa Burundi, FARDC na makundi ya kimaimai, ingawa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa na pande zote zinazohusika. Mmoja wa mashuhuda alisema kuwa wanajeshi wa Burundi waliuawa kwa idadi kubwa, akiongeza kuwa wanajeshi wengine wa FARDC na wazalendo pia walipoteza maisha. Aidha, inadaiwa kuwa miili kadhaa ilionekana katika eneo la Kalingi, hasa karibu na hospitali ya hapo. Katika eneo la Lundu pia, taarifa zinasema kuwa afisa mmoja wa jeshi la Burundi mwenye cheo cha meja aliuawa pamoja na wanajeshi wake 7. Bali na waliouawa, taarifa zinaeleza kuwa watu wengi walijeruhiwa katika mapigano hayo, huku wengine wakidaiwa kukamatwa mateka, ingawa idadi yao halisi bado haijafahamika. Mapigano haya yalifanyika hasa katika maeneo ya Kalingi na Lundu katika wilaya ya Mwenga pamoja na Gakinki katika wilaya ya Fizi. Maeneo hayo yote yako karibu na kituo cha Minembwe ambako hali ya usalama inaendelea kutia wasiwasi kutokana na mapigano yanayoendelea katika milima na maeneo ya jirani. Hadi sasa hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuwa ya kutatanisha, huku pande zote zinazohusika zikiwa bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu mapigano hayo na athari zake. Minembwe na maeneo ya jirani yanaendelea kufuatilia kwa ukaribu na watu wengi huko wakisubiri taarifa mpya kutoka kwa wahusika. Na tukielekea huko Beni, ni kwa panga lililoachwa ndani ya baseni la plastiki la zoa wasiwasi katika mtaa wa Kanzuli. Panga lililosuguliwa vizuri lilikuwa limewekwa ndani ya baseni ndogo la plastiki na kuachwa na watu wasiojulikana. Iligundulika jioni ya Jumatatu tarehe 15 Juni katika moja ya barabara za mtaa wa Kanzuli, wilaya ya Bungulu, mjini Beni, Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa wakazi mmoja wa eneo hilo, hakukuwa na taarifa yoyote ya harakati zisizo za kawaida kabla ya ugunduzi huo. Hadi sasa mazingira yaliyopelekea panga hilo na beseni hiyo kuachwa mahali hapo bado hayajulikana. Hatufahamu panga hili na baseni la plastiki inaashiria nini wala kwa nini vimewekwa mahala hapa, amesema chanzo hicho. Ugunduzi huo wa ajabu umeibua maswali ya wasiwasi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku baadhi yao
wakivitaka vyombo husika kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo na maana ya vitu hivyo. Kumbuka kuwa mji wa Beni umekuwa ukikabiliwa na tisho la mashambulizi ya kundi la ADF kwa kipindi cha takriban wiki mbili zilizopita. Kundi hilo limehusishwa na mauaji ya raia katika maeneo ya kaskazini mwa mji huu. Na tukumbuke kuwa ADF anayewa sponsor inaweza kuwa ni Chilombo, kwa sababu Chilombo hachukui hatua yoyote kuhusu ADF. Na kipindi kulikuwa na operation za ADF, kuliwahi kuotwa kofia ya kiongozi mkuu wa FARDC. Sasa watu wakujua kuwa ni FARDC ndio ADF au ADF ni kina nani, bado watu wanaendelea kujiuliza. Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewasili Jumanne tarehe 16 Juni mwaka 2026 mjini Houston nchini Marekani, akiwa ameambatana na mke wake Denis Nyakeru Tshisekedi. Mkuu wa nchi atahudhuria mechi itakayochezwa leo katika NRG Stadium kati ya timu ya taifa DRC Congo Leopard na timu ya taifa ya Portugal katika mchezo wa kwanza wa kundi la K kwa mashindano ya mwaka wa 2026 FIFA World Cup. Kupitia uwepo wake uwanjani, ambapo inatarajiwa kuwa na idadi kubwa ya raia wa Kongo wanaoishi ughaibuni, rais anataka kuhamasisha vijana na kuunganisha taifa kupitia tukio hili kubwa la michezo, likiwa ni ishara ya umoja na mshikamano wa kitaifa. Mara ya mwisho Leopard ya DRC Congo kushiriki hatua ya finali za kombe la dunia ilikuwa ni mwaka wa 1974 nchini Ujerumani, nchini Germany. Na huko Kinshasa ni kuwa Kinshasa upinzani watangaza maandamano tarehe 8 Julai mwaka 2026. Vyama vya upinzani vimetangaza kufanya maandamano tarehe 8 Julai mwaka 2026 kwa lengo la kudai kujiuzulu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Maandamano hayo yanatarajiwa kufanyika katika mazingira ya mvutano wa kisiasa, huko viongozi wa upinzani wakisisitiza madai yao dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Na tukisalia Kinshasa ni kuwa zaidi ya jezi 6,000 Tshisekedi Antoine ametuma vifaa vya Starlink vya Elon Musk na kuonyesha mechi na vitakavyosaidia kuonyesha mechi kwa wakimbizi wa Kongo walioko nchini Burundi. Kitu kinaumiza sana ndugu zangu, kitu kinaumiza. Mbali na jezi 6,000 za Leopard, rais wa Kongo Tshisekedi, acha tumite rais, ametuma antena 9 za Starlink pamoja na seti 9 za vifaa vya kuonyesha mechi na mfumo wa sauti katika kambi 9 za wakimbizi wa Kongo nchini Burundi. Lengo la mpango huu ni kuwawezesha wakimbizi kufuatilia mechi za mwaka 2026 FIFA World Cup, na kuonyesha operation hiyo imepewa jina la watu mmoja, taifa moja, matumaini moja, un peuple, une nation, un espoir. Kauli mbiu ambayo pia inaonekana kuwa kwenye picha rasmi zilizochapishwa. Hata hivyo, maswali yanaendelea kuulizwa. Je, operation hii itagharimu kiasi gani cha fedha? Je, athari yake ni ipi ikilinganishwa na changamoto za njaa na ukosefu wa dawa na mahitaji mengine muhimu katika kambi za wakimbizi? Taarifa hizi zinadaiwa kutoka kwa Manila Mulamba Willy, balozi au ambasaderi wa Kongo nchini Burundi. Hata hivyo, tathmini ya manufaa au vipaumbele vya mpango huu ni swala la maoni na mjadala wa siasa. Labda ndugu zangu, naambie kuwa tuna rais. Imagine rais anachukua jezi 6,000 na vifaa vya Starlink 9, yani anashindwa kutuma pesa. Imagine, mjiulize pesa ya kununua antena za Starlink 9 ni pesa ngapi, na seti na kuziseti na seti 9 na screen hatujui idadi ya screen, kwa sababu ni kambi mzima ndio itaangalia hiyo mpira. Sasa itagharimu kiasi cha pesa ngapi? Sasa hizo pesa zingezichukua azitoe kwa kusaidia wagonjwa, watu wanakufa na kwa shako, kwa ukosefu, kwa lishe, yani hawakuli vizuri. Angetoa hizo pesa nikiwaambia tuna rais hivi, kuna wajinga wengine watenda nyuma sema fachibeto
Ndugu zangu, hatuna rais, niwaambie kuwa hatuna rais, na niwashukuru. Habari zingine tutaendelea kujuzana taratibu, na muwe na siku njema yenye furaha na baraka. Asanteni sana na nashukuru kwa support yenu. Mungu endelee kuwabariki.